na katika mipango ya bajeti hii ziko fedha tunatarajia kuzipokea kutoka serikali kuu. Basi endelee kumwombea afya njema na uongozi imara ili tuendelee kupata miradi hii ambayo itafika kwa maslahi mapana ya wananchi wetu wa wilaya ya Kisarawe. Mheshimiwa Mbunge, nikushukuru sana kwa mobilization of resources na kazi kubwa ambayo unaifanya. Sisi tunakuombea kila la heri. Na kama ulivyosema wewe mtaalamu wa project management huko, endelea kufanya hivyo, endelea kutuwakilisha vyema. Na sisi kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amesema, wewe pambana, lete miradi, yeye namna ya kusimamia. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nakushukuru sana kwa namna ambavyo unafanya kazi, endelea hivyo. Na hiyo viongozi wetu wa chama, Mheshimiwa Mwenyekiti, Katibu, waendelee kutusimamia na kutuelekeza ili tuendelee kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kisarawe. Mimi kwa kweli nishukuru sana. Na kimsingi ukiangalia kwa bajeti hii, kama ni mtoto unasema mtoto anakuwa 24-25 tulikuwa na bilioni 45.8. Tukaja 25-29 bilioni 49. Sasa 26-27 tunatamka bilioni 50.09. Kama ni mtoto basi anakuwa. Tujipongeze sana kwa hilo msaada. Tujipongeze kwa project hizi zinazokwenda, tujipongeze kwa namna ambavyo tunaendelea kukua kama halmashauri. Niwahakikishie tutakwenda kusimamia mapato haya. Tutakwenda kukusanya mapato. Maana tumesema kwenye mpango huu sasa wa 26-27 tunatarajia kukusanya mapato ya ndani. Tunatarajia bilioni 6.8. Lazima tukafanye kazi kubwa kweli kweli. Na katika hili kwa projection hii ndio maana waheshimiwa tulikubaliana sasa twende tukaangalie namna gani kwenye vyanzo vyetu vya mapato tunaboresha usimamizi, lakini vile vile tunaboresha ukusanyaji. Tayari mchakato wa ajira, kwa sababu pia na wakusanya mapato wetu na malalamiko. Wakati tunapanga kwenda kukusanya lazima tuwaangalie na wao na malalamiko yao. Sasa ili kuondoa hayo tulishakubaliana na watu wetu ofisi ya utumishi walishaanza kulifanyia kazi, kwenda kuwapa ajira. Ili mtu yuko kwenye kizuia, yuko kwenye eneo la kukusanya mapato, anakuwa comfortable akijua kwamba mimi nina ajira yangu. Niko hapa kwa mujibu wa mkataba. Kwa hiyo anakwenda kusimamia. Na mchakato huo ofisi ya utumishi muufanye kwa haraka. Ajira mmezitangaza, Mheshimiwa madiwani, nyinyi mnafahamu, turudishe kwa wananchi wetu wajue kwamba ajira zimetangazwa. Ili tuwapate watu competent wakasimamia. Lakini vile vile tumekubaliana na ofisi ya mkurugenzi. Watu hawa tunawaweka lazima tuwapime utendaji wao. Ajue kabisa mtu yuko kwenye eneo la kukusanya mapato atapimwa kwa performance yake, kwa namna ambavyo anatuletea, kwa namna ambavyo anakusanya mapato. Lakini vile vile kuangalia namna gani ya kidijitali kwenda kukusanya mapato yake kutumia kamera. Ziwepo tuangalie. Kama Mheshimiwa DC alivyosema hapa maeneo yanapita malori 500, basi tukae na sisi tuone yamepita 500 tumekusanya kiasi gani. Mimi naamini tutafuka. Lakini kipekee kabisa nishukuru sana ushirikiano ambao leo unaendelea na meza kuu imesheheni vizuri. Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri nitakuwa na kazi nyepesi sana. Ofisi hizi 5 zikisomana. Mheshimiwa Mbunge kwa namna ambavyo unafanya, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mkuu wa wilaya na Chama cha Mapinduzi. Kwenda hivi mimi niwahakikishie tu halmashauri itakwenda vizuri kabisa. Kwa namna ambavyo tutakwenda. Mkuu wa wilaya akiivana na madiwani vizuri, akizungumza vizuri na Mheshimiwa Abel, akizungumza vizuri na Mheshimiwa Gongo, basi mambo yatafanyaje? Mambo yatakuwa. Kwa kweli katika kikao kizuri nimewahi kuongoza kwenye maisha yangu ni kikao hiki. Naomba wataalamu picha niipate vizuri kabisa. Hii mimi nitaiprint kabisa niweke sehemu. Ninaamini tutakwenda vizuri. Lakini kwa wataalamu, nanyi mnaona, wakuu wa idara mnaona, tukiendelea na mpango ule ule wa kushughulikia changamoto za wananchi nje ya vikao, mimi naamini mtakuwa mnakuja kwenye vikao bila stress. Afisa elimu msingi angalia. Na Mheshimiwa nilikuwa nafuatilia bunge, Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo akasema kwenye bunge, Mheshimiwa bunge hamtajadili masuala ya matundu ya vyoo, mnayashusha kwenye local government. Na sisi tumepokea huko, lakini local government ya halmashauri ya Kisarawe sio very local. Hatutajadili matundu ya vyoo humu. Wataalamu tumekubaliana haya yote yajadiliwe nje ya vikao. Tukifika humu ni maamuzi tu. Tutakuwa na vikao vizuri ambavyo havina stress. Wataalamu watakuja kwenye vikao wamekula suti, wamependeza, wanajua humu hakuna maazimio mabovu mabovu. Lakini mkuu wa idara
Kama utawachenga madiwani wakileta changamoto zao, na zile changamoto ni za wananchi, kama utawapiga chenga, basi mwisho wa siku na kikao hapa kitakuwepo sasa cha kukuazimia, na hayo utakuwa umeyataka wewe mwenyewe. Lakini mmeona namna ambavyo vikao vinakwenda smooth, ni ishara kwamba wakuu wa idara mnatimiza majukumu. Na mimi niendelee kuwaomba sana. Wakati mwingine mkuu wa idara fanya ziara, shuka kule, kutana na mheshimiwa diwani, akisema matundu ya vyoo kayaone, shirikisha jamii pale, tuendelee kutatua. Kama ni madarasa, kama ni madawati, hivyo tuendelee kuyafanyia kazi. Mwisho wa siku tutakuwa na vikao ambavyo viko smooth na halmashauri ya wilaya Kisarawe itaendelea kupiga hatua.